bado hajafanikiwa kutokana na aina ya kundi ambalo walikuwa yupo na aina ya jinsi timu ilikuwa zipo. Mtazama mchezo ulikuwa ni mchezo na mjani kabisa. Mchezo ulikuwa mzuri, mchezo ulikuwa bora. Binafsi tunapongeza wachezaji na staff kwa namna walivyopambana mpaka dakika ya mwisho. Lengo letu lilikuwa ni ushindi, tumefanikiwa kupata ushindi, lakini bahati ilikuwa yetu. Farabati na National wametoka kwa ushindi. Na maoni watu wanasema kwamba umoja wa Arabu umeamua Yanga kwenye mashindano. Mimi sitaki kuamini hilo, ila ninachoamini kwamba mchezo wa Farabati dhidi ya National ndio umetutoa sisi kufuzu robo fainali. Kwa hiyo tutakuwa na mengi ya kuzungumza, lakini muda sio rafiki, ila kwa sasa lazima tuheshimu kilichotokea, na hiki kilichotokea ndicho kimetokea. Ni wazi sasa kwamba timu zote ambazo zilikuwa zinashiriki mashindano ya mataifa kutoka Tanzania zimetoka. Tunarudisha nguvu sasa kwenye ligi kuu. Kumbuka tarehe 1 ni wewe dhidi ya Mtani. Yes, tumetolewa kwenye CAF Champions League, mashindano yalobaki ni ligi kuu, CRDB Bank Federation. Ni lazima tuwekeze nguvu kubwa sana kwenye ligi. Tunaamini tuna michezo mingi, lakini mchezo ambao uko mbele yetu nafikiria zaidi ni dhidi ya Simba Sports Club. Na jambo pekee, Simba tunakwenda kukutana naye hali ya kuwa sisi tumetolewa kwenye CAF Champions League. Sitaki kusema nini kitatokea, lakini waambie Simba wajiandae. Simba wajiandae. Ulitazama mchezo wa jana walicheza Benjamin Mkapa pale. Baada ya ule mchezo maoni mengi walikuwa wanasema ni tarehe moja kwamba wanakutaka. Tumeona wametuomba, wametuhitaji na sisi tumewakubalia ombi lao. Inshallah tarehe 1 tutakutana nao. Na tarehe 1 ndio tutakwenda kufanya assessment ya kikosi cha Simba. Tarehe 1 ndio tutakwenda kutoa tathmini goalkeeper wao ni mzuri. Tarehe 1 tutakwenda kutoa tathmini Guaie, Oura, Chama na wengine. Je, ni maingizo sahihi kwenye dirisha ambalo Simba wamewasajili. Kwa hiyo hatuwezi tukasema sana kuhusiana na Simba, ila ninachoamini tarehe 1 mwezi wa 3 ndio tutakwenda kufanya assessment ya wachezaji wa Simba wanaosajili msimu. Ali katuthibitishia hapo kwamba mechi ya tarehe 1 ni New Amaan Complex, ndipo tunakuja kusema tumeridhika na hali. Hatuwezi tukapinga, lakini mazingira ya kwetu yanakuwa ni tight, na mazingira ya kwetu yanakuwa ni magumu, lakini kwa sababu ni mechi kubwa, kwa sababu ni mechi ya maamuzi, kwa sababu ni mechi yenye mvuto, inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia tutajipanga kwa hali na mali, tutarudi tena Zanzibar kuhakikisha tunashuhudia dabi hii. Yaani unataka umpige mara 7? Tuna mamlaka, tuna uwezo, tunafahamu mchezo utakuwa mgumu, lakini kibali ambacho tumepewa kwa ajili ya kumfunga Simba tunacho wenyewe. Kwa hiyo sitarajii kama kutakuwa na matokeo tofauti zaidi ya haya ambayo tunayasema sasa. Tuache muda ufike, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu mpaka siku itakapofika tutatoa majibu sahihi kuhusiana na mchezo dhidi ya Simba. Depo anazidi kuimarika, pengine ni silaha kubwa kuelekea tarehe 1. Mchezaji mzuri hahitaji muda, mchezaji bora hahitaji namba ziende kwa muda mrefu. Depo ameonyesha ni mchezaji wa namna gani. Depo ni mchezaji ambaye ameonyesha kwamba anacheza Young Africans, timu ambayo imeshachukua ubingwa zaidi ya mara 3 mfululizo, zaidi ya mara 31. Kwa hiyo ukimzungumzia Depu unazungumzia wachezaji ambao wameshakamilika, wachezaji wanaojitambua, wachezaji ambao malengo yao, mipango yao ni kuhakikisha wanachukua ubingwa kwenye mashindano husika ambayo anashiriki. Na coach anaonekana kwamba amerelax pale bench, kwamba kila mchezaji ambaye hata akiumia huyu anaingia at the same. Pakome kaumia, ila baada ya kutoka timu imebalance vizuri. Ndio status ya timu kubwa. Mchezaji aliyokuwa ndani na mchezaji aliyokuwa nje wanakuwa the same. Tumeona leo ametoka mchezaji ambaye tuliamini kwa 100% atatubeba kwa namna moja ama nyingine, lakini amekwenda kutoka. Aliyoingia amekwenda kutupatia goli 2. Kwa hiyo lazima tukiri, lazima tutambue kwamba wachezaji waliokuwepo kwenye bench la ufundi viwango vyao vinakaribiana. Young Africans enda kupambana na kurejesha makombe kutetea ubingwa wenu msimu. Ubingwa tunao na ubingwa tunatamba nao. Ubingwa tunao na ubingwa tunatamba nao inshallah. Kwa hiyo hizi mpaka leo mnakaribisha pamoja. Haipingiki kwa sababu Yanga tukikosea sehemu moja watu wanatafuta sehemu ya kumalizia. Kwa hiyo tumepoteza nafasi ya ubingwa. Tunaenda kujipanga kwenye msimu kwenye nafasi ya kombe la NBC Premier League, kombe la nyumbani. Na wenyewe pia walipata maumivu na kura yao nataka itafute kutoka kwao. Sidhani kama kuna mtu anaweza kawaambia Simba iko serious
kusema yupo tayari kubiti na Yanga. Yanga ni another level. Yanga ni tunazungumza uwezo wa juu sana. Kwa hiyo unapoizungumza Yanga lazima uwe na akili zako timamu, sio kwamba umetoka huko umekurupuka umekula kande maharage unakuja unaizungumzia Yanga eti kwamba naweza kwenda kushindana nayo. Hapana, Yanga lazima uzungumze daraja lingine ukitofautisha na level alionayo Simba. So mimi ninachoamini kwamba machi moja haiko mbaya, umenielewa, na mpira ndio unaoamua. Leo Yanga tumepoteza nafasi ya kuendelea robo finali kwenye nafasi ya klabu bingwa. Mpira ndio umeamua, sio Yanga tumeamua kutoka. Mpira ndio na siku zote asiyekubali kushindwa si mshindani, na sisi tumekubali na tumepokea, na hatuna mtu wa kumlaumu. Hatuwezi kumlaumu mchezaji, hatuwezi kulaumu benchi la fundi, hatuwezi kulaumu viongozi. Kila mtu ametekeleza wajibu wake, lakini mpira umekuja kuamua ni namna gani kila mtu avune alichokipanda. So hizi hasira tunawaomba, tuliwasikia maombi yao waliosema mapema. Tunawataka hata kabla ya tarehe 1 waambieni wakati huu mpira tulioonyesha leo, mpira tulio dhidi ya JS Kabylie. JS Kabylie ni mkubwa mara, yani Simba unapoizungumza Simba kwa JS Kabylie zidisha mara 100 ndio unaipata Simba, umenielewa? Yani ukisema JS Kabylie mmoja Simba ziwe 100 ndio unaipata nani? JS Kabylie. So kama leo JS Kabylie nimempa wakati mgumu, nimevuna alama 3 kwake, nilivuna alama 1, nimevuna alama 4. Jiulize Simba ni nani mbele ya nani? Ya Yanga. So hiyo tarehe 1 waliokuwa naiomba kabla ya tarehe 1, kabla waambieni hako kamdomo kama wanaweza watafute vitu vingine vya kuzungumza, ila wasizungumze kwamba namna ya kwenda kuifunga Yanga au kupata matokeo dhidi ya Yanga. Na waambieni waandishi, kama ikitokea Simba hata kipata sare dhidi ya Yanga, na waahidi mashabiki wote wa Simba maarufu waje wachukue kwangu milioni 1. Wa Simba kila mchungaji kina nani waje wachukue kwangu milioni kila mshabiki maarufu. Upande wa Simba kinakupa kiburi. Nina kikosi bora, nina timu nzuri na uongozi bora na benchi la ufundi bora, umenielewa? Mimi leo kwa mpira tuliocheza, kwa mpira, kama kungetokea nafasi UEFA wakisema wanahitaji timu kutoka Afrika, Yanga tungeenda kufika. UEFA wangesema kuna nafasi ambayo tunataka timu moja tu kutoka Afrika, Yanga ingeenda kufika. Na maana quality yenu ina uwezo kwenda kupambana na kina Arsenal. Vizuri kabisa. Vizuri. Umenielewa? Vizuri, wasichukulie tu kwa sababu Yanga ametolewa kwenye haya mashindano. Umenielewa? Ndivyo mpira ulivyo. Umenielewa? Kwa ulitegemea juzi Atletico Madrid anamfunga nani? Barcelona goli 4. Ulitegemea? Ni vitu ambavyo vipo kwenye mpira. So mimi ninachoamini Yanga hii ni bora sana. Hata tungeenda UEFA tunaweza kuleta ushindani. Leo Simba unampeleka UEFA anafanya nini? Wanasajili shadogo ile top players. Nani? Au unamuona yule game anafunga. Nitajie usajili wa dishadogo ambao unasema kwamba Simba unaweza kuwa na wali. Aura. Habari. Chama. Haya, muondoe Chama alitupwa na Yanga. Make Yanga sisi kwetu tulimchukua kutoka kwa walimsifu ni mchezaji mzuri, ukamleta nyumbani kwenye kipimo kwamba cheze Yanga tuone kama anapata nafasi. Kwenu wakasema amezeeka. Ndio maana tunasema umenielewa? Yaani ukiona mchezaji yeyote anayetoka Yanga, nakwambia, nataka niwaambie waandishi, mchezaji yeyote anayetoka Yanga mpeleke timu yeyote anaanza first 11. Yeyote anayetoka Yanga mpeleke timu yeyote anaanza first 11. Unabisha nikupe data? Sibishi. Unakubali? Kinamkane wanaanza. Umenielewa? Ndio maana nimekwambia mchezaji yeyote anayepata nafasi hapo Yanga peleka timu yeyote anaanza first 11. Kama unabisha nakupa data. Umenielewa? Nakupa nini? Mimi sibishani tu. Nazungumza kitu ambacho kipo. Haya, leo unamleta nani? Anseti Oura. Unamleta Gueye. Unamleta goalkeeper. Goalkeeper mimi naambia ni pale bado. Alafu unamleta nani? Wamesema Luemba.
Leo unawasifia wachezaji wamecheza na nani? Wachezaji wapo mpaka hivi sasa. Kwa maana nikasema wamecheza na nani? Kumbe ili wawe bora inabidi wacheze na wewe. Ngoja, unajua siku zote hivi Simba leo hii akitaka ajue kwamba ana kikosi bora mpaka cheza na nani ndo anapata majibu sahihi. Simba akitaka kujua kwamba yeye msimu huu kafanya usajili bora, ana kikosi cha ushindani mpaka cheza na nani? Yanga. Asipocheza na Yanga hawezi kujua udhaifu wake. Azam pia. Sasa hivi Azam ameongezeka. Kumbe Libase na Aura wanasifiwa tu, lakini tarehe moja tutaona mengi. Ndio maana nasema huyo Libase kama kuna kiwanja special cha kufanya mazoezi wamwandalie. Huyo nani? Aura. Huyo Loemba watafutie special kwa ajili ya wao wanaonyesha. Umeiona hii Yanga hii? Umeiona hii? Umeziona? Yaani kila siku wao wanaonyesha yaani ile nani clip za Yanga. Wafanye nani tathmini kwamba kweli tunaweza kwenda kwa kaba Yanga. Wakisha kuja kwetu sisi tutawapa majibu sahihi kwamba hapa mmekosea, hapa mmepatia. Umenielewa? Sisi watu watudanganye. Yanga haijawahi danganya, niwaambieni siku zote. Inapotaka kukupa maswali na majibu na wapi unapotakiwa kufanyia mabadiliko, Yanga wakati huo tuna uwezo kufanya. So tunawaambieni sasa hivi wasizungumze mambo mengi, wasiongee mambo mengi, wasianze kuomba kifo wakati sisi bado tunawapenda. Zuchu tunamshukuru sana, ametolea wimbo mzuri. Sisi bado tuna asiwa na haraka. Akifa haraka unadhani utabaki na nani? Namtaka leo kesho. Shukrani sana. Yaani hata sasa hivi